Bana, hii ni The Page na leo kwenye The Page tuko na Baba Angela. Kwanza nataka nijue bwana, Angela saizi anakaa na umri gani mzee wangu? Angela asema mimi na mtoto ambaye sio Angela, aitwa Angela. Kwa hiyo sababu jina lilikuja ikiwa tayari mwanangu nipo kwenye sanaa yani. Ndio mtoto akaja. Na yule Mama Angela? Mama Angela tulimpa jina tu hilo kwa sababu ni jina ambalo tayari nafahamika. Kwa hiyo kivyovyote lazima watu wajue kuwa huyu ni nani. Angekuja na jina jingine asingeweza kubondi. Yeah. Bondi yako sasa wewe na Mama Angela ilianzaje mpaka mkaona muipeleke, kwa sababu naye pia ameenda mjini na wewe umeenda mjini. Yaani wewe unaonekana kama Baba Angela kweli na yule kama Mama Angela kweli. Sasa ndio katika connection kuconnect awekana na mtoto mwingine, kwa hiyo kimitandao lazima awe Angela. Yeah. Okay, alafu mimi bwana, mimi nafahamu wewe ulikuwa unaitwa Stopa Benzi. Sasa nataka nijue Stopa Benzi mpaka kwenye Baba Angela ili change vipi yani? Yaani kutoka Stopa Benzi mpaka Baba Angela. Kujitafuta. Aliokotaga. Mwana aliokotaga hela zangu bwana. Hapo hakunifanyia kazi yangu. Ililia. Kwa usikie kipigo huko Ilinga. Ililia anko. Mdau mwana ananiambia mimi nauma dawa, nataka kumdai mchizi bwana, inakuwa ngumu unajua. Ila ililia kimya ngoma. Ilienda. Sana kashangaa baadaye ukawimbi tena. Niliacha kwa sababu unajua mwanangu ukila sio kila unachokitaka kinakuwa sometime mwanangu katika kujitafuta kujiongeza ni unapata engo ambayo unaona hii ina kitu tofauti na ile ya mwanzo ya. Kulikuwa kuna watu wanafanya staili zile za ulevi. Lakini na wewe ukaona na mimi ngoja nije kwenye hizi za ulevi. Kitu gani kilikuvutia ukaona uje kwenye ulevi na sio kitu kingine? Kwa sababu niliamini kwamba pale ndo naweza kuitumia sauti vizuri ya kilevi. Kwa hiyo nilivyoamini naweza nikafanya kwa ukubwa ili watu waelewe, wajue nini ninacho, ushaelewa. Ni hivyo tu, hamna kitu chochote kilichonivutia na kila kitu, lakini niliamini tu naweza kufanya hiyo. Hamna mtu aliyokuinspire kwenye hiyo sanaa upande wa ulevi? Hakuna, naweza nikasema. Japokuwa wapo ambao watu wanaweza kusema mbona kulikuwa kuna fulani, lakini mimi nilivyoanza kuifanya sikuifanya kwa staili hiyo. Mimi nilianza kufanya kwa sauti za kuongea zile. Na walevi wengi hawatumii sauti, ni wanatumia muonekano kwamba onekane anayumba nini vile, lakini mimi naweza kuswitch sauti ambayo wewe unaweza kusema da huyu kazima sana. Unaweza kuzungumzia utofauti wako wewe na walevi wengine ni nini yani? Yaani Wakobelo, labda Masele na Baba Angela. Utofauti upo mkubwa sana kwa sababu mimi nafanya content kwamba na ulevi wangu mimi ni wa kuongea, ni sauti, yani ile sauti. Mimi ukisikia sauti tu unajua huyu amelewa, lakini sinaga content zile ambazo labda na yumba sana ama nimeingia kwenye maji nimefanya hivi, hizo sinaga siku zote. Hata kwenye account zangu ukipita sinaga. Ila sauti yangu tu ile nikiswitch unaona huyu tayari kalewa. Lakini wao wanatumia muonekano wa ulevi. Hivi anko saizi na kipindi kile unajitafuta. Watoto vipi? Watoto kipindi kile ulikuwa unaaswa anko na kana saizi wanamwagika tu bongo. Watoto sema watoto mwanangu ndo wanakufanya ujijue kama umekuwa mtu gani. Unajua wanawake mwanangu, ndio maana watu wanasema wanawake ni maua, wanawake waheshimiwe sana. Bro, wewe ukiwa una hela, mwanamke ndo anakuambia kuwa wewe una, kwa sababu atakuwa ni mtu ambaye hapatikani. Ukiwa na hela wanapatikana bro. Hata yani hata wewe una sura vipi utajiona handsome, yani utaishi ukiwa unajiamini mimi handsome sana. Ni kwa sababu wenyewe wanakutengeneza una hela. Na pia ukiwa una umaarufu wao ndio yani ukianza kupata umaarufu wao ndio watakwambia wewe sasa hivi ni mkubwa. Kwa sababu watakuwa wanakuja wengi. Kwa hiyo kwenye kuja wengi unaona kumbe mwanangu kuna namna, kuna level nipo ambayo wao wana wish kuwa na mimi. Ushaelewa? Kwa hiyo wanawake mwanangu watunzwe sana. Ni wapo kwa ajili ya kukwambia wewe ni nani. Anko, wewe kitu gani ambacho ukipendi kutoka kwa mashabiki? Yaani kinakuuma sana yani. Kitu ambacho sikipendi kutoka kwa mashabiki sasa. Yes, ni kuniita Mario wa kuchemsha, sijui nini Mario wa kuchemshwa, sijui Mario wa kufundika, sijui nini, unajua. Yaani wenyewe wanajifanyisha na Mario, kumbe mimi nafanya kazi zangu ambazo zinanipa kipato kila siku Kwa hiyo comment ndio sizipendi za namna hiyo kwa mashabiki zangu. Na wewe watu kukufananisha na Mario, ni wewe ulianza kujifananisha au ni kuna watu walikwambia bwana wewe umefanana na Mario? Ni watu waliniambia, unajua. Mimi ni demo wangu mmoja hivi ananiambia unajua umefanana sana Mario, ndio kwa maana kwanza namwekea umakini Mario. After hapo sasa hata mitandaoni wakaanza kuniambia umefana na Mario, nikajua Mario, hivyo. Yani kwa hiyo comment hizo ndio nimepambana nazo sana. Okay, lakini kama Mwanya hataki hivi anasema wewe hujafanana na Mario wala nini, yani kuna namna tu kama unajiboost ili uongeze followers sijui au ile watu wakuzingatie zaidi. Ushawahi kuona bro nimejifanisha na Mario mtandaoni sasa hivi?
Mimi sinafanya maisha yangu bro. Ushaona nimesema sijui nimefanya na Mario, brother Mario. Ushaona anaongelea hivyo. Ni yeye tu labda anataka afu yule pale sasa hivi tunapambana letu nitakiwa tupigane kwa kuna namna anaongea shit ili nipate kesi, yani anatafuta kwa kufia. Kwa hiyo soon tu mtasikia taarifa yule ulingoni pale hajatoboa Mr. Mwanya. Kwa sababu tunapambana letu tarehe 26 mwezi wa 6. Okay, nataka pia anko niambie wasanii wa comedy na wasanii wa Bongo Flava. Wasanii wa Bongo Flava wanaonekana kama ni watu ambao hawana love. Lakini wasanii wa comedy mnaonekana kama mna ushirikiano. Kuna kipindi kama mnamwataki Mwijaku hivi. Unaona mgeuka mfano Mwijaku huyo. Mnaonekana kama mkamwataki sana Mwijaku ile. Afu kama wasanii wa Bongo Flava ushirikiano wao mdogo. Wewe ile unazungumziaje? Ni wao tu walivyojiweka wasanii wa Bongo Flava, lakini kwa wasanii wa comedy ujue ni watu ambao tunaweza tukasema ni wasumbufu mitandao. Ni kwamba wakiamua kusumbua kitu watu wa comedy bro, sio wa kuwachokoza kabisa, kwa sababu yani kuna namna wanafanya vitu ni kama ulikera. Yani lazima utalia bro, kwa sababu yani comedy wenyewe wanaona kituko, yani wenyewe kupitia ile tatizo lako wenyewe wanalichukulia kituko. Kwa hiyo yani tuseme kama ni kundi la watu ambalo likiamua kuchafua mitandao linachafua kweli. Ile Mwijaku ilikujaje ile mpaka mkaa mnamwataki vile? Wewe kwa kumbukumbu zako. Yani source ilikuwa nini? Issue si walikuwa wanasema comedian sijui wanaenda kila sehemu, sijui kila sehemu wanaonekana, wana brand sijui na nini, sijui hivyo. Aliongea hizo loko. Kwa hiyo kuna namna tu mwanangu comedian wakaanza kumweka shape dili, unajua mwanangu wanaenda na muda. Kwa ndo mistake aloifanya yeye. Baada ya hapo mshawahi kukutana kupiga naye story kumaliza ule mchongo, maana ilienda nikaona kama imeisha hivi ile issue. Siku zote mwanangu, yani trending yote mwanangu ni waga ina time tu, ina muda wake inaisha na kila kitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho alikuwa amekitafuta akakipata kweli, yeye kwenye roho yake akamelizia, kwa sababu mwanangu wasanii mwanangu wapo hivi, akiharibu akitrend yeye pale ndo anaenjoy. Yaani haijalishi amefanya vizuri au ameharibu, anaenjoy. Kwa hiyo nahisi alikipata anachokitaka, kwa hiyo akaona nimeondoka sasa nimeenda mjini. Okay. Nataka nijue ili kuchukua muda gani ya wewe kuweza kuwa karibu na Mario. Nakumbuka kuna kipindi ulikuwa unanichikicheki bwana anko kama Mario hivi namna gani, unajua zile. Ili kuchukua muda gani uka connect naye, nikaja nikaona mpo kwenye gari mna vibe nini. Ili kuchukua muda gani ya kuweza kuconnect na Mario pamoja na Harmonize? Ilinichukua muda tu ambao ni kwa maarufu. Unajua sometimes una bondi na mtu kirahisi kwa kuwa una deserve kuwa karibu yake, unajua. Kama udeserve basi utabaki kuwa shabiki, atabaki kukukataa, kukukwepa. Kwa sababu siku zote shabiki usikane jirani sana, kwa sababu atakujua upo vipi na kila kitu, na hata kwa shabiki yako tena. Kwa hiyo ili uendelee kuiacha ile brand ya shabiki yako love, ni lazima usipatikane karibu yake. Kwa hiyo ndio hivyo, kuna muda tu ikafika tu bigi nikaona kanifollow, na nimepambana naye sana Mario. Unajua nilipoanza kufanishwa naye nikawa naona huyu jamaa ndugu yangu, ni kwa sababu kuna time mwenyewe nikipiga picha najishtuka au nani Mario au mimi, ushaelewa. Kipindi hicho, lakini sasa hivi asinaga time na mambo hayo. Kwa hiyo ilifika time tu mwanangu jina limekuwa, nikaona tu amenifollow, ameshow love, nikaona big nilopambana naye sana leo amenifollow, wewe kaniona. Kwa hiyo kuna hizo pia bro, kwa sababu ni watu ambao wana heshima zao. Kafika muda akanipigia simu nini, sikia uko wapi, nataka kuja mtaani. Nikamwambia wanangu kuna sehemu nilikuwa nimetoka kidogo. Basi poa, mimi napita zangu hapo, nilikuwa na wadogo zangu hapo, tutaka tuje tutue hapo tupoteze muda. Nikamwambia basi poa, nikigeuka nitakucheki. Ndio kuna siku ile nikamcheki tukawa wote pale nini, akaga kama anatuoji nini hivyo. Na Harmonize ni brother tu ambaye naweza ngasema ana appreciate tunachokifanya. Kwa sababu kishaingia kwenye cycle mwanangu, cycle nzuri, ni lazima hata wasanii wakujue, sema tu kuonyesha love, kuwa na kufahamu, wa kufollow, waonyeshe kuwa anakufahamu, hiyo ndio inakuwa ngumu. Kwa hiyo Harmonize naye alishow love tu hivyo kwamba tu unaua sana, anapenda sana ule msemo unaniuzi, anaukubali sana. Kwa hiyo hata tukichati video kama nikichekesha ana comment tu pale unaniuzi hivyo yani. Kwa hiyo ni my brother ambaye ana appreciate ninachokifanya. Okay, namuona Uncle Nzala yeye yuko sana anashabikia Simba. Alafu na kuona wewe unashabikia sana Yanga. Wewe Yanga, mapenzi yako na Yanga alianzia ukiwa mdogo, ulilisishwa, nataka unipitishe ulipendaje Yanga pia mpaka naona unaipambania kinoma noma. Yanga na neno kwa Uncle Nzala hapo itabidi uweke. Sawa, Uncle Nzala yeye alikuwepo Simba kabla mimi sijaikubali Yanga. Sawa.
Mimi nilikuwa na mjomba wangu mmoja anaipenda sana Simba. Sasa mimi ni mtu ambaye mtu akiwa anakipenda sana kitu mimi nakuwa sikipendi, ni kwa sababu nataka upinzani. Mimi mjomba alikuwa ananisumbua sana Simba muda wote. Nikawa sina timu, nikasema basi mimi ngoja niwe Yanga. Kwa hiyo ikawa kama ikicheza Simba na Yanga mimi naenda pale kama adui. Kwa hiyo tukawa tuna bondi na mjomba, ni kwa sababu tunabishana sana kuhusu mambo ya mpira. Na mimi nilikuwa nataka ubishani na mjomba, kwa nini anaisifia sana Simba? Ushaelewa? Kwa hiyo niliingia kwenye Yanga ni sababu ya mjomba kuipenda sana Simba. Yeah. Na Anko Zala naye yeye alikuwepo. Anko Zala Simba kitambo, Anko Zala ujue Simba ile inaweza kusema yani wajaribu kumpa tu hata kazi pale Simba pale, kwa sababu ni kitambo dogo na muone yupo Simba, mimi sielewi mambo ya mpira. Yeah. Anko Zala anasema kwa Mo anaokota. Wewe mjomba nataka nijue kwa engineer pale unaokota au kwako imekaje kaje? Anko Zala kwa Mo anaokota. Eka hadi picha ujue kwenye simu yake pale mbele kuna picha ya Mo pale. Wewe vipi? Mimi siokoti kakaangu. Muda bado kaka. Mimi nimeanza kushabikia juzi nakumbuka na kama sasa hapa ndo nataka kwenye zepeji uongee na engineer na wewe unaokota, kwa sababu numbers kwenye Instagram yako wa kutosha. Utaki kuokota mkubwa? Nataka kuokota bro. Ingia bure mechi za Yanga. Nataka bro, yani mimi piga story na engineer. Engineer, naomba na mimi niokote ndugu yangu. Na promote sana timu yangu. Sometimes nashindwa kula ikifungwa. Kwa hiyo kuna namna engineer, angalia hata soda tu hapa nije kuwa chawa tu nisemee Yanga. Kuna namna hata tukifungwa mimi nikiongea mashabiki wanajua tumeshinda. Kwa hiyo ni kwako engineer, shikamoo sana Fazi. Niokote hata 5000 kwa siku sio mbaya. Zepeji, kupitia Zepeji utaokota. Sasa Anko, swali la mwisho la kizushi kiaina. Hii sasa tunatoa kodi kitaa, nataka uwasanue wana. Ni maneno gani ambayo akiambiwa mwanaume na mtoto wa kike ajue kabisa hapo huyo demu ampendi? Maneno gani akiambiwa mtoto wa kiume na mtoto wa kike ajue kabisa anapoteza muda, ni apendi kabisa, inabidi achimbe? Hiyo ni kwa siku kwa. Yaani hiyo reality ile unachati naye nini? Ushaelewa zile. Lakini unaona kabisa udemu huyo mimi hapa nitatumia nguvu kubwa, au unapoteza muda tu, au nitaliwa hela zangu hapa Mr. Boy. Experience yako wewe sasa kwa unavochati na mademu na wengine si wanakuja, unajua kabisa wanakuja kwa sababu baba Angela. Sasa wasanue wana kitaa. Wakiona kodi fulani wachimbe. Akiona amemuita demu, afu demu amesema huwa anakuwa busy sana, huwa sipati muda kabisa wa kutoka, hapo mwana ajiongeze tu. Kwa sababu hamnaga mtu apatagi muda wa kutoka hata siku moja akionyesha ubize. Yani hapo akimbie tu. Amkache tu demu kwamba kashamkataa. Hapo amtupe mapema sana, kwa sababu demu mwanangu, demu akikuelewa bro, ngoja ngombe kitu kimoja, demu akikuelewa ni yeye mwenyewe anataka kuja, sio wewe utake. Kwa hiyo tumia tamia. Mimi hapi bro, anakuja mpaka kama ana nauli anakuja kwa mguu, nakwambia bro. Ni vile tu demu anaamua kujionyesha brand, kwa kuwa una brand, yani kwa uendani naye au deserve na kila kitu. Lakini kama amekuelewa yeye bro, anakuja kwa mguu bro. Umeelewa? Kwa hiyo demu ukiona umemwambia njoo basi home tuonane nini, huwa anakuwa busy sana kazi, hamna mtu hapo. Amkache tu. Okay, cha mwisho wangu tunamalizia kwenye Zepeji hapa. Mimi nataka uniambie kitu gani ambacho sasa mashabiki hawakifahamu kuhusiana na wewe kabisa yani. Afu kupitia Zepeji hapa ndo nawasanua. Okay, kitu ambacho hawakifahamu kabisa. Yes, hapa ndo nawasanua. Wasanua. Hawakifahamu kuhusu mimi. Yaani na hicho kitu sije kumwambia mtu, yani sije kuongea kwenye media yoyote mzee. Media inaitwaje? Na bahati sana bro. Inaitwa Zepeji. Leo naongea kwenye Zepeji kitu ambacho hawakifahamu. Yaani bro, hichi kitu nakitoa huko kinaniuma sana bro. Yaani uko serious nikisema? Kabisa, kiseme mzee wangu. Nipeni hela basi bro. Hakuna media yoyote nishai kusema ile neno. Na maana mimi nimekuuliza. Najua kitakuwepo. Okay, ngoja niseme bro, mtanishukuru, unajua. Mtanishukuru mwanangu. Leo au kesho mnaweza mkaja mkaleta asanteni. Kitu ambacho mashabiki hawakifahamu kwangu. Watu hawakifahamu. Pamoja na mashabiki. Kwangu. Kuhusu wewe. Mimi ni handsome sana bro. Sana. Mama alizaa bro. Ndio kitu ambacho hawakifahamu. Cha mwisho, unapatikanaje kwenye mitandao yako na unachowaambia mashabiki wako hii 2026? Cha mwisho naweza nikawaambia tu mashabiki zangu na wakubali sana waendelee kunisupport. Tunaendelea kuwapa vitu tofauti kila kukicha. Na kingine ambacho mashabiki zangu na waomba, nadhani hamna zaidi ya support tu, ndugu zangu. Tu supportini tu, hata kwa kutazama vitu ambavyo tunapost ni support moja tosha sana. Mademu unapenda wembamba wa nini? Tumalize tuondoke. Mademu. Sasa hapo utanichonganisha na mama watoto. Sema tu. Au posti. Kwa nini wembamba? Sawa, au posti.
post. Tutai bla bla. Una bla sauti. Tutai bla sauti pale hata sikia. Yani hichi utakata hichi na kiongea kini utakata sawa. Madem mimi napenda awe tu ana shape. Yani ashikike tu sio anachoropoka kama samaki kaka ukimshika hivi. Hii usipost kaka. Hii usipost. Manjela ana hiyo shape. The Page. Information is live.